Yes people, welcome back to the channel. Naitwa Navigator Chinduli, bado niko Masaki na leo sasa hivi tutaangazia hii hapa utanuzi wa hii barabara. Bado niko Masaki kama ulivyoweza kuona tu katika episode iliyoisha tulitokea huku Sikrifu. Lakini sasa hivi tuko maeneo haya hapa ya Human Resource Solutions United National Development Programs, hapa mafunguo maeneo ya Umoja wa Mataifa hapa katika hizi taasisi. So tunatembelea hapa tuweze kuona utanuzi. Unaweza kuona hii ni Tule Drive ambayo kwa sasa imetanuliwa na kuwekwa hii hapa line nyingine ambayo nahisi itakuwa ni line ya nini? Hii inaweza ikawa line ya watu wa baiskeli labda na wale wafanya mazoezi. Sina uhakika sana. Watu wa Masaki mnaweza mkatuambia hapo chini, lakini almuhimu ni kwamba imetanuliwa. Salamu alaykum. Salama sasa huko? Huko salama. Kumekucha. Sawa. Basi tupo. Kwa hivyo hii itakuwa ni line na hii sina kisia, najaribu kukisia itakuwa labda ni line ya watu wa baiskeli, kwa sababu kama nilivyokuambia huko watu wanapenda sana jioni kufanya mazoezi na mambo mengine kama, lakini hapa ni ndo wanatengeneza hapa. Unaweza kaona site hiyo hapo. So watu wa Masaki mnaweza mkatuambia hii hapa iliyoongezwa hapa ni line ya nini? Kwa sababu tunaweza tukaona sasa hivi imesogezwa pembeni, afu hapa kuna zege imejengwa hapa, line ya zege imejengwa. Je, ni line ya nini? Ni mwendo kasi au ni mazoezi au ni nini? Watu wa bicycle au ni nini? Tuandikie hapo chini. Lakini almuhimu kwamba Tule Drive imeongezwa kuanzia Sikrifu pale mpaka sijui mpaka wapi. Ngoja tuone, tukienda mbele tutaona kwamba imefika wapi. Lakini almuhimu hivi. Na hapa mitambo inaendelea kufanya kazi kama kawa. Ya kuweka vitu sawa. Hii inaitwa Tule Drive Masaki. Na ukifika Dar es Salaam utakuta mji unajengwa katika kila leo. Lengo ni nini? Tupo mbioni kuipokea AFCON. AFCON ni tukio kubwa la kimichezo Afrika. So lazima tujiandae kikamilifu kuhakikisha mashindano hayo yanafana katika Tanzania, Kenya, Uganda, Tanzania manake Tanzania bara na visiwani, Zanzibar pia. Kwa hivyo ukienda Zanzibar pia hali ni hivi. Construction is everywhere. Panajengwa leo, kesho na kesho kutwa. Lengo ndio kama nilivyokuambia kuhakikisha AFCON inakuwa superb kwetu sisi. So unaweza kaona hapa hizi hapa ndo apartment zingine zinapatikana maeneo haya. Sio ndo ma Airbnb, I don't know. I'm not familiar with that. Lakini hizi ndio vitu kama hivyo kwa Airbnb na mambo mengine kama hayo ambayo yanapatikana ukanda huu kwa Masaki, Oysterbay, Msasani kwa ujumla. Kwa hiyo na hii hapa ndo Drive, Tule Drive road expansion. Barabara imeendelea kutanuliwa hapa. Na hapa ni na kufanywa modification. Hapo kuna kipapi chao, sijui kama nunu huku, sijui mbwa gani wanatembea naye. Hao mbwa wadogo wanakuwa na matatizo. Piga dochi moja aende mbali. Mbwa wadogo lakini wanajifanya wakali kinoma. So tuendelee na mambo yetu haya. Masaki bado niko Masaki. Na mambo ndivyo yalivyo, unaweza ukaona.
kule ukienda ni Sea Cliff. Tumefanya huko katika video iliyopita. Hairuhusiwi kutupa taka. Huko ni mitaa kuelekea huu mtaa unaitwa Mwaya Street. Hizo hapo apartment hapo unaweza kuziona. Safi kabisa. Mwaya Street. Hii ni mission kuitafuta Coco Beach kupitia hii Tule Drive. So tuenzetu tuone. Lakini Mungu amejalia tumefika huku, tumekutana na maboresho, improvement ama expansion of Tule Drive. Tumeona hapa imefanywa expansion. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijui. I think mbele kuna sisi tutakutana na bango linaloeleza hii expansion itakuwa ina unaona majiant car GT, unaliona GT Ferrari. Umeona ukikaa huku kama wewe ni mtu wa magari huku ndo kuna magari ile pale inaitwa GT Ferrari giant car. Hayo utayapata hapa huku tu. Yaani anatoka huku Masaki, mwisho wao labda Posta mpaka City Mall kipande hiki. Yaani anazurura hivi. Kwa hiyo ukikaa darajani pale, daraja la Tanzania tutayaona, na ukiwa Coco Beach utayaona. Kama wewe ni mtu wa magari, chizi magari. Kama unapenda. Najua kila mtu ana furaha yake. Ana furaha. Mimi nakumbuka wakati nilipokuwa mdogo na rafiki zangu, tulikuwa furaha yetu sisi ni mabasi. Kwa hiyo ilifikia hatua tunatoroka shuleni au Ijumaa ile saa 4 ile tukiondoka shuleni, tukitoka msikitini tu tunaenda stendi kuu ya mabasi Mtwara pale. Ile stendi ya zamani. Tunaenda kuangalia mabasi. Basi gani la kwanza kuingia kutokea Dar es Salaam. Hapo nashangaa sasa hivi kwa nini, lakini zamani ilikuwa mabasi. Barabara ilikuwa haijaisha, kulikuwa na kilomita 60 za vumbi kuanzia Nyamwage mpaka Somanga. If I'm not mistake. Pale palikuwa kipande kile kilikuwa kina vumbi, lakini gari zilikuwa zinafika mapema sana. Ziko kilomita 60 za jasho na damu, lakini gari zilikuwa zinafika mapema sana. Mtwara saa 8 chuma zimeingia. Kwa hiyo ilikuwa sisi pale tunaingia pale stendi, tunahesabu gari gani la kwanza kuingia, la mwisho hivyo. Jumatatu tunaenda kupiga story shuleni. Hivyo ndio ilikuwa starehe yetu kipindi hicho, watu wa magari. Na katika sisi hao mpaka leo ile damu imeendelea. Ndio mimi unaona nimeangukia huku kwenye mambo ya kusafiri kwa sababu ilikuwepo kwenye damu tangu zamani. Yule mwenzangu mwingine naye sasa hivi bado anaendelea na issue hizo, yuko Dodoma. Kuna mwingine sasa hivi dereva, ushaona. Kwa hiyo ilikuwa hivyo. Sasa kuna mtu mmoja anajiita magari nini sijui, yule yupo, sio magari used. Huyo ni mtu ambaye anaonesha magari yale giant car yanayopatikana Dar es Salaam. Yaani yule ndo furaha yake. Yule huwezi kumwambia mambo ya sijui ya muziki, sijui mambo ya nini akakuelewa. Yeye ana magari tu. Kwa hiyo wapo watu kama hao. Wengine furaha yao baiskeli, wengine furaha kwa mambo. Kwa hiyo kama wewe furaha yako magari giant car, ukitaka kuyaona njoo huko. Njoo kujioni ile utayaona. Pikipiki zile za muscles zile, njoo huko utaziona. Lakini all in all Masaki ndo hii, na Tule Road ime expanded, wame-expand, wameongeza hii line ya zege. I don't know ni ya nini, kwamba je mwendo kasi itafika huku sijui, au hapa watu wa baiskeli I don't know, sijui watu wa mazoezi labda, au watu wa baiskeli, watu wa mwendo kasi sijui, au wameongeza tu kuifanya iwe pana. Lakini hapa nahisi kutakuwa na purpose. Lazima kutakuwa na purpose. Lakini tujipe muda, tukifika kule mbele tunaweza tukaona labda bango linaloonesha kwamba hii hasa imeongezwa kwa sababu ya nini. Kwa hiyo twenzetu tuendelee na safari. Na hapo unaweza ukausikia upepo kwa mbali. Kwa sababu hapo tu nyuma hapo bahari ya
hapa hivi, hapa ni maeneo ya ubalozi if I'm not mistake. So ngoja tupite kwa upande huu ili tusisumbuane. Naona kuna bendera inapepea kama sijui ya wapi ya nchi gani, ile falme za Kiarabu. So ngoja tu tupite huku na tuangalizie huku, na walinzi wanasema nje. Hii embassy ni ya Falme za Kiarabu, United Arab Emirates. Ubalozi wa Falme za Kiarabu. Unataka visa nini usepe? Ndo hawa. Utakwenda Dubenga, utakwenda wapi? Abu Dhabi. Fika hapa. Kufuatilia mambo ya working permit, unataka kufanya kazi huko. Kwa hivyo tuendelee, tushavuka hapo maeneo haya hapo ya kidiplomacy. Tuendelee na ziara yetu uweze kuona sura mpya ya Tule Drive ambayo imekuwa expanded. Line moja hii hapa. Katika matumizi yoyote yatakayotumika, basi kheri, la muhimu tu imekuwa expanded. Hapa tena mbele kuna mambo ya diplomacy. Ngoja tuweke huko kamera ili mambo yasiwe mengi. Hapa ni ubalozi wa Saudia hapa. Kuna askari. Hapa mbele ni ubalozi wa Ireland. Dublin, Ireland. Mji mkuu wao ndo Dublin. Ireland. So tuendelee. Hapa kuna mambo ya diplomasia. Kwa ngoja tuendelee. Na sisi tushamalizana nao. Kwa hivyo hii ndo sura mpya ya hapa tunaita Tule Drive. Tule Drive. Na huku mimi nilikuwa sijawahi kupita kabisa. Yaani ndo kwanza leo nafika huku.
Sijawahi kufika Mombasa, lakini nimetazama video nyingi za watu wa Mombasa, za watu ambao wanatembelea Mombasa. Nilicho notice maeneo haya hapa yanafanana sana na maeneo ya Nyari Mombasa. Maeneo ya Nyari Mombasa. Kama kuna mtu ashawahi kufika maeneo hayo ya maeneo ya huko Nyari huko kule beach kule ya Mombasa, anaweza akaprove ile. Mimi nimeona kwamba haya maeneo yanafanana sana na hayo maeneo. Hapa ni Golden Tulip. Anakwambia boda bajaji drop off. Golden Tulip hapo. Sio ni hoteli hapa. Lakini hapa pia kuna residence. Golden Tulip. This line is for lanes for bicycle, or is this place? Hiyo ndo Golden Tulip. Miongoni mwa hoteli maarufu katika jiji hili la Dar. Sio leo, tangu zamani. Ukiwa Dar es Salaam au Tanzania kwa sasa, swala la internet is not a big deal. Karibia kila nyumba sasa hivi ina internet, ina wifi. Karibia kila nyumba, hasa kama mtano kao mimi. Yaani ukiwasha wifi zimejaa pale. Mara nani, mara nani. Kwa kila nyumba sasa hivi kuna wifi. Kwa hivyo internet sio big deal kabisa, na ni affordable. Kwa mwezi, kwa mfano hii ya fiber kwa mwezi 55. 55. Mimi pale ninapokaa kuna mtu ameweka 55 na nguvu yake ni nzuri sana. 55, can you imagine? 55 kwa mwezi. Una speed kwa una stream ama unatumia kwa Mbps 10 per second. Utake nini tena? Hiyo ni hela nyingi, hiyo ni hela ndogo sana. Kwa sababu manake ukipiga hesabu ya GB moja kwa bei ya kawaida ni 2100, ambapo GB moja hiyo ukiweka inaisha kama upepo ukinunua bando la kawaida. So sasa hivi mambo ya fiber na internet kama hizo imekuwa ni zimetapakaa, sio big deal kabisa. Unaweza kaona kila sehemu, umeona internet. Na jambo zuri na ina nguvu. Tunashukuru internet ina nguvu. Sio kwamba ni internet ya bajaji, ni internet yenye nguvu kabisa. Lakini huku pia kuna dustbin, so kama ukiwa unakula usitupe taka ovyo, weka huko. Umeona mabango wenyewe wameweka. Lakini tu swala lenyewe tu la kutupa taka, hata kama hujakuwekea bango, si swala linalopendeza. Kwa hiyo weka humo katika dustbin. Zipo karibia kila baada ya mita 50 au 60 utakutana na dustbin. Kwa hiyo huku hauna kisingizio, lakini kama unavyoweza kuona maisha safi kabisa. Hii ndo Masaki ya leo. Na Tule Drive ikiendelea kuwa katika expansion, inaboreshwa kila leo. Mambo ndivyo yalivyo katika kipande hiki hapa cha Tule Drive Masaki. Niandikie
Wewe unakaa wapi? Unatazama video hizi kutokea wapi? Ukifika Dar unapenda kwenda maeneo gani? Mimi nitashukuru sana kusikia hivyo. Kwa sababu tunataka kuona. Au ungetamani niende wapi sasa? Niandikie hapo chini kwenye comment. Leo tunatembelea Masaki huko. Yep. Unaona ya? Dustbin hiyo hapa nyingine. Hiyo hapo. Pengine lile pale. Kwa kila baada ya mita kadhaa unakutana nayo. Ya Masaki hiyo. Tule Drive. Expansion of Tule Drive. Hapa kuna msitu fulani. Kuna msitu fulani. Nimeona hapa tunaweza tukaenda kule tukaona bahari labda. Ngoja kwanza tuende. Hapa kuna msitu wa 140 hapa huko. Kama tunaweza kuona ukaiona hiyo view ya bahari ya Hindi. Fibers hapa. Hizi zilifikiwa chini ya mstake. Tuende huku kwanza. Hapa nice tunaanza kuiapproach Coco Beach. Tunaanza kuapproach Coco Beach. Sasa hivi jambo ambalo linapendeza katika jiji la Dar, jua sio kali sana kwa sababu kuna baridi. Of course asubuhi, yani mimi mwenyewe leo asubuhi nimechemsha maji. Kuna baridi sana sasa hivi. Kipupwe. Na huo hapo ndo muda wa magonjwa. Mwenyezi Mungu atuepushie, kwa sababu upepo unavokuja unakusanya magonjwa kutoka sehemu mbalimbali. Na hiyo ipo kabisa. So Mungu tu atuepushie na mabalaa kama hayo. Lakini sasa hivi muhimu ni kwamba ni kipindi cha baridi na mawimbi makali katika bahari ya Hindi. Yani sasa hivi mawimbi ni makali. Nazo si upepo mkali. Kwa hiyo hata wavuvi, mamlaka ya hali ya hewa inatoa sana inatoa angalizo katika kipindi hichi. Kwa mfano juzi nimeona taarifa maeneo ya Mtwara vijijini kule jimbo la Nanyamba, if I'm not mistake, upepo uliezua nyumba za watu. Kwa hiyo unaweza ukaona mambo yanakuwa mengi kipindi hiki. So huku ni baharini. Hapa unaona bahari ya Hindi hapa. Hapa ni bahari ya Hindi. Watu wanaendelea na maisha yao kama kawaida.
Beach. Kule mbele Coco Beach. Ngoja jaribu kupandisha huku juu. Ili geto la mtu. This is a public beach. There is no restriction over here. This is a public beach. Hakuna mtu yoyote ambaye atakuzuia wewe kufanya chochote hapa. Mji ule kule nadhani unauona ule kule mji jiji la Dar lile kule. Hapa ni wavuvi wale. Kwa hiyo twenzetu tuendelee. So mimi sina la ziada kwa leo. Nilitaka tuendelee hii tour yetu kama tulivyoanza katika episode iliyopita. Na leo tumeishia hapa maeneo ya karibia na Coco Beach. So twenzetu sehemu iliyobakia tukaimalizie ili tuweze kukamilisha ile episode hii hapa. Mimi naitwa Navigator Chinduli. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Niandikie pia unatamani tuende wapi tena. So ndio kaona jiji la Dar linaonekana kwa mbali kule. Na watu wakiwa wanafika hapo na kufanya utalii. Hiyo there is no bad at all. Hapa hivi kuna kimsitu hiki.